yamekuwa yakiitwa makosa ya utapeli. Ni kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Mongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,400,000 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo ambayo yuko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu au anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,400,000. Baada ya kupokelewa kwa taarifa hizo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanya msako na kufanikiwa kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye nimekwisha mtaja, akiwa na mtu mwingine aitwaye Boniface Charles Anthony, miaka 33, mkulima na mkazi wa mtaa Nyerere, kata ya Igoma, wilaya ya Sengerema, katika mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mshiriki mkubwa katika tukio hilo na katika mambo yake ya kiuganga kwa njia ya utapeli anayofanya. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watachukuliwa hatua za kisheria. Tukio lingine ni tukio la mtu kuzama kwenye maji katika ziwa Victoria. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza likishirikiana na wananchi na wenzetu na taasisi nyingine za serikali ilifanikiwa kuupata mwili wa Maginga Mgera Osombo. Huyu ana umri wa miaka 47, dereva wa gari namba T 829 CUG. Hii ni aina ya Scania, mali ya kampuni ya Coca-Cola. Mwili huo ulikutwa ukielea mwaloni huko katika kijiji cha Kigongo, kata ya Idetemia, wilaya ya Misungwi. Mwili huo ulizama kwenye maji ya ziwa Victoria tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu, wakati akisafiri kwenye kivuko akitokea Mwanza mjini kuelekea Sengerema. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba dereva huyo ambaye ni marehemu kwa sasa aliamua kujirusha kwenye maji baada ya kupaki gari yake kwenye kivuko cha MV Mwanza. Alikuwa akiendesha hiyo gari akaipaki humo kwenye kivuko kwa lengo la kuvuka, na wakati huo kivuko hicho kwa kimeegeshwa katika eneo la Kigongo Ferry, wilaya Misungwi, na kilikuwa kikielekea Sengerema. Ndipo aliposhuka kwenye gari, na katika hali ya kushangaza kwa waliokuwepo, waliona mtu anajirusha kutoka kwenye maji ya ziwa Victoria kutoka ndani ya kivuko hicho kilichokuwa kimesimama.
huku kikiendelea kupakia abiria pamoja na magari. Baada ya kuzama kwenye maji ya kuonekana, aliendelea kutafutwa mpaka tarehe hiyo niliyoitaja, ambapo tuliweza kubaini akiwa mwili wake ukiwa unaelea. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu na kuonekana kuwa amefariki baada ya kunywa maji mengi na kukosa pumzi. Mwili wa marehemu umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na sababu zilizomfanya marehemu kuchukua uamuzi huo mgumu wa kukatisha maisha yake kwa kujirusha kwenye maji. Tukio lingine, ndugu waandishi wa habari, ni tukio la mauaji ambapo mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanikiwa kumkamata mtu aitwaye Marwa Warioba Mwita, ana umri wa miaka 37. Huyu ni mvuvi na mkazi wa Kanyara, kata ya Bulyanhulu katika halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema. Huyu alikamatwa kwa kosa la mauaji ya mtu mmoja ambaye anaitwa Nyabayonga Bulyanhulu Nyahunge mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa kijiji cha Kanyara, kata ya Bulyanhulu katika halmashauri ya Buchosa. Huyo aliyeuawa ni mwanamke. Wote walikuwa wakiishi la Sengerema. Alikamatwa kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili na kusababisha marehemu kuvuja damu nyingi zilizopelekea kifo chake. Chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo inadaiwa kuwa marehemu ambaye ni mwanamama aitwaye Nyabayango Bulyanhulu Nyahunge na mtuhumiwa Marwa Warioba Mwita, hao walikuwa ni wapenzi, ambapo mtuhumiwa alimpatia marehemu kiasi cha shilingi 100,000 kama nyongeza ya mtaji wa kuuza pombe za kienyeji. Alimpatia huyo mpenzi wake. Ilipofika tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu, mtuhumiwa alitaka alipwe fedha zake alizompa marehemu, akidai kuwa anahitaji fedha hizo kwa sababu mpenzi wake anajihusisha katika mapenzi na wanaume wengine. Hali hiyo ilizusha ugomvi mkubwa baina yao, jambo ambalo lilipelekea mtuhumiwa kumuua huyo mpenzi wake katika namna ya kikatili kwa kumchoma visu sehemu mbalimbali za mwili. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa madaktari na tayari umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Na bwana Marwa Warioba Mwita ambaye ndio anatumiwa na mauaji hayo ya kikatili ameshikiliwa na jeshi la polisi na anaendelea kuhojiwa. Uchunguzi utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria pia zitachukuliwa dhidi yake. Kama nilivyosema, chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliendelea na kazi ya misako pamoja na doria kwa lengo la kudhibiti matukio ya kihalifu, ambapo siku ya tarehe 24 ilikuwa ni mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 7:30 za mchana huko katika mtaa wa Ihangiro, kata ya Nyakato katika wilaya ya Ilemela, jeshi la polisi lilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili. Hawa walikamatwa kwa tuhuma za kutengeneza pombe bandia aina ya konyagi. Ni kwamba baada ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, kutokana na tuhuma hizo tuliendelea kufanya misako, ambapo tulifanikiwa kukamata pia vifaa mbalimbali vilivyohusika na utengenezaji wa pombe bandia. Vifaa hivyo ni pamoja na chupa kubwa za maji aina ya Zamzam zikiwa na maji chupa za Zamzam zikiwa na maji ndani yake, ukiwa na kimiminika kinachodhaniwa kuwa ni dawa ya kuchanganya kwenye pombe hizo. Lakini pia tuliweza kukamata vitu vingine kama
Delight Flavor inayotumika kutengeneza konyagi nusu lita, lakini tumepata stamp bandia 1318. Hizi ni stamp bandia za TRA. Madiaba mawili ya kuchanganyia pombe na chupa 3 za konyagi aina mbalimbali zikiwa tayari zimeshafungwa katika magunia 7. Hizo chupa za konyagi bandia ziko kwenye magunia 7. Sasa watuhumiwa hao pamoja na vielelezo hivyo, watuhumiwa wameshikiliwa na jeshi la polisi, lakini na vielelezo pia vimekamatwa. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo linalohusisha wataalamu mbalimbali kutoka taasisi za serikali hapa mkoani Mwanza unaendelea, na tutakapokuwa tumekamilisha, basi watuhumiwa hawa watachukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Tunaendelea kutoa taarifa kwa wananchi kwenye eneo la kuamua kukatisha maisha. Bado tunasisitiza kwa wananchi wetu, kama wamekabiliwa na msongo wa mawazo, wawatafute wataalamu wa ushauri nasaha, ndugu jamaa na marafiki na viongozi wa dini waweze kushare nao matatizo walionayo kuliko kuchukua maamuzi magumu kwenye changamoto ya aina yoyote. Lakini kwenye ili swala la kupatikana na pombe bandia aina ya konyagi, jeshi la polisi linatoa wito kwa watu wanaojihusisha na tamaa ya fedha, kutaka kupata fedha kwa njia rahisi wa kutengeneza vinywaji ambavyo viko kinyume na taratibu, waache kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi la polisi litaendelea kuzifanyia kazi taarifa mbalimbali zinazotoka kwa wananchi kuhusiana na uwepo watu wa aina hiyo, na jeshi la polisi litafanya misako yake na hawataachwa bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo tunawashauri waache mara moja. Lakini kwenye eneo hili la mauaji, tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kuvihusisha vyombo vitakavyosaidia kuleta amani ili kuepuka na kujichukulia sheria mikononi, hasa kwenye hili tukio la huyu bwana Marwa Warioba Mwita ambaye aliamua aliamua kumchoma kisu mpenzi wake kwa sababu ya wivu wa kimapenzi na hasira. Tunawashauri watu wapunguze hasira ili maisha yaweze kuendelea. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kushirikiana na wananchi katika kuimarisha hali ya usalama kwa mkoa wa Mwanza. Hali kwa ujumla ni salama, hatuna tukio kubwa la kushtua ambalo pengine limeleta taharuki kwa wananchi kwa kipindi hiki tulicho nacho. Tunaendelea na elimu ya kuzuia uhalifu katika maeneo mbalimbali, na leo tutakuwa wilaya ya Kwimba. Dawati la uelimishaji mkoa wa Mwanza litakwenda wilaya ya Kwimba, maeneo ya kule Sumve, tukiendelea kutoa elimu inayohusiana na watu kuacha tabia kujichukulia sheria mikononi na kuendelea kuhamasisha ushirikiano wa wananchi na jeshi la polisi katika kuzuia uhalifu.